Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaze sauti, imba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Itoe mangwi sana vilima, Yesu yuaja tena. Yuaja kwa utukufu mwingi, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Itangazwe mahali popote, Yesu yuaja tena. Mwokozi aliyetufilia, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Kuona machafuko twajua, Yesu yuaja tena. Mataifa yakasiriana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Maradhi, hofu tuhubiri, Yesu yuaja tena. Taabu, njaa, utulilia, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena. Basi kama tulivyo pamoja nasi kwa vipindi vyote vilivyopita, jina lako litukuzwe. Tazama katika masaa haya na neno lako ni ibada yako kuu. Bwana, mtumishi wako akawe chombo tu, lakini mnenaji mkuu ni wewe. Bwana, katutumie katika kambi hili, basi tusiondoke bure, tukaondoe na kitu cha kufaa katika maisha yetu ya kiroho. Tukumbuke katika ufalme wako. Tusamee makosa yetu mahali tunapotenda kinyume na mapenzi yako. Tunakumbuka na sala ya mwanao Yesu Kristo alipokuwa hapa duniani. Aliwafundisha namna ya wanafunzi wake, mtakapo kusali msipayuke kama wana wa mataifa, bali ni salini hivi: Baba yetu, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa yetu kama nasi tunasamehe. Usitie majaribuni, lakini utuokoe na Mungu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Bwana sikia maombi yetu, utege sikio kwa sala zetu. Itakapofika tutasema
tutasimamaje pale mbele ya Mungu wa mbinguni? Hukumu inasomwa, sijui mimi itakuwaje. Siku ile itakapofika, tutasimamaje pale mbele ya Mungu wa mbinguni? Hukumu inasomwa, sijui mimi itakuwaje. Pengine dhambi zetu zitatuangusha, pengine maovu yetu yatatuangusha, pengine dhambi zetu zitatuangusha, pengine maovu yetu yatatuangusha. Lakini tunaye mtetezi wetu, naye jemadari wa vita, kuhani wetu milele, anatuombea. Tuache dhambi zetu zote, leo salama, atasimama pale kututetea. Lakini tunaye mtetezi wetu, naye jemadari wa vita, kuhani wetu milele, anatuombea. Tuache dhambi zetu zote, leo salama, atasimama pale kututetea. Jiandae rafiki yangu, siku hiyo iko karibu sana. Kila chema, kila baya yataletwa mbele ya hukumu. Sijui mimi itakuwaje. Jiandae rafiki yangu, siku hiyo iko karibu sana. Kila chema, kila baya yataletwa mbele ya hukumu. Tafakari karibu itakuwaje. Pengine dhambi zetu zitatuangusha, pengine maovu yetu yatatuangusha, pengine dhambi zetu zitatuangusha, pengine maovu yetu yatatuangusha. Lakini tunaye mtetezi wetu, naye jemadari wa vita, kuhani wetu milele, anatuombea. Tuache dhambi zetu zote, leo salama, atasimama pale kututetea. Lakini tunaye mtetezi wetu, naye jemadari wa vita, kuhani wetu milele, anatuombea. Tuache dhambi zetu zote, leo salama, atasimama pale kututetea. Lakini tunaye mtetezi wetu, naye jemadari wa vita, kuhani wetu milele, anatuombea. Tuache dhambi zetu zote, leo salama, atasimama pale kututetea. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Haya bwana, najitahidi kwa kweli. Makambi mtaa wa Mwaya, kambi la Iputi 2026. Asante sana, mbarikiwe. Fungu letu linasemaje? 21:28 Luka.
Basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, ukombozi wenu umefanya nini? Mambo hayo yapi? Vita, magonjwa, dhuluma, ukatili, ushoga, magonjwa kila namna. Hayo mambo yameshaanza kutokea. Kwa tunapaswa kuvinua vichwa vyetu. Kitabu cha Luka sura ya 2. Akaingia tena baada ya siku kadha wa kadha. Akaingia Kapernaumu tena baada ya siku kadha wa kadha. Ikiwa ya kwamba yumo nyumbani, wakakusanyika watu wengi isibaki nafasi hata mlangoni, akawa akisema nao neno lake. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza anachukuliwa na watu 4, na walipokuwa hawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kulivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Na Yesu alipoona imani yao akamwambia yule mwenye kupooza, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Hapa Yesu anaonekana akiingia katika mji wa Kapernaumu, kama ambavyo leo tungesikia Yesu ameingia katika mji wa Iputi. Kwa hiyo kukawa na kusanyiko na watu wengi baada ya kupata taarifa kwamba Yesu ameingia katika nyumba ya Mzee Masanja. Na katika ile nyumba watu wakajaa hata isiwepo nafasi. Zamani usafiri ulikuwa ni wa shida sana. Sisi tulikuwa tunatoka Musoma kwenda Dar es Salaam, tulikuwa tunalazimika kupitia Silali. Unapita hapo, unaingia Hispania, unaingia Kisii, unaingia Nairobi, unaingia Namanga, unaingia Arusha, unakwenda Dar es Salaam. Usafiri ulikuwa ni wa shida sana. Na wakati mwingine tulikuwa tunalazimika kutumia usafiri wa treni kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza. Na katika treni, kwa sababu usafiri ulikuwa ni wa shida, treni ilikuwa inajaa sana. Na watu walikuwa wanajaa mpaka chooni. Ukitaka kushusha mzigo usiokuwa na thamani, mambo hadharani, hakuna siri. Maana umebana utafanyaje? Watu walikuwa wanakaa kwenye siti, wengine wanasimama, wengine ndani ya uvungu kwa sababu hakuna nafasi. Na ikitokea kwa bahati mbaya umenyanyua mguu juu, mguu unakapa hewani kama dakika 5, unakosa mahali pa kanyaga. Ukanyaga mtu anakanyaga, inabidi urudishe juu tena. Sasa katika nyumba watu walikuwa wamejaa baada ya kupata habari za Yesu kwamba Yesu ameingia katika mji wa Kapernaumu na ameingia katika ule mji, na sasa Yesu anatoa huduma ya uponyaji. Na kwa sababu watu walijua kwamba Yesu mara kwa mara alikuwa anaponya, anawapatia watu chakula, kwa hiyo watu walitamani kupata fursa hiyo kukutana na Yesu. Na hapa kulikuwa na mwanaume, kuna mtu mmoja anaumwa, na sasa watu walikuwa wameamua kumsaidia ndugu yao. Biblia inasema kulikuwa na watu 4 wamembeba mgonjwa, wanampeleka kwa nani? Kwa Yesu. Katika Biblia zingine za Kiingereza inasema kulikuwa na wanaume 4. Wanaume 4 wamemchukua mgonjwa na kumpeleka kwa nani? Kwa Yesu. Sasa walipofika pale kwenye ile nyumba pale mlangoni, wakakuta nyumba imefanya nini? Imejaa. Na wakawaambia wale watu, jamani, tunaomba mtusaidie tumpeleke mgonjwa kwa Yesu. Mgonjwa ana hali mbaya sana.
Wale watu wakamwambia, jamani, hapa pamejaa, hakuna nafasi, labda mwende mtarudi kesho. Wanaume wakajiongeza, wakaenda dirishani, jamani, mtupatie nafasi kidogo tumpeleke mgonjwa kwa Yesu, ana hali mbaya. Wale watu wakasema, jamani, haiwezekani, hamna mahali pa kupita. Wanaume wakaamua kupanda juu ya paa, na walipokuwa wamepanda juu ya paa na wanashuka na yule mgonjwa, nafasi ilipatikana ya kupatikana. Hivi kama kuna foleni ya magari barabarani, alafu rais wa nchi anakuja, hivi nafasi itakosekana ya rais kupita? Kwa hiyo kwa sababu wanaume wanne walikuwa wanashuka na ni wanaume kweli kweli, ilibidi nafasi ile ipatikane. Na wanaume wanne wakashuka na mgonjwa, na Biblia inasema walikuwa wamembeba mgonjwa katika godoro. Na sasa mkono mmoja umeshika godoro, mkono mwingine anautumia katika kupanda. Kama hivi leo watu wapande kwenye nyumba kama hiyo, watoe mabati, watoe misumari, watoe papi, watoe gypsum, alafu washuke na mgonjwa. Ilikuwa ni riski kubwa. Hawa watu wangeweza kudondoka chini na kupoteza maisha, na mgonjwa angekufa, na wao pia wende wangekufa na kupoteza maisha. Kwa hiyo hawakuona ni hatari sana. Ile riski hawakuona kwamba ni kitu, kutokana na mgonjwa aliyekuwa wanataka kumsaidia. Walikubali kuriski maisha yao ili kumwokoa ndugu yao. Wakakubali kumsaidia mgonjwa katika mazingira hatarishi. Nao watu walikuwa wanajua kabisa, huyu mgonjwa tukimfikisha tu kwa Yesu, mgonjwa amepona. Maana walijua kabisa Yesu ndiye daktari bingwa kwa magonjwa hata yaliyoshindikana. Kwa Yesu hakuna kitu kinachoshindikana. Kwa Yesu kila kitu kinawezekana. Na wakachukua na kumpeleka mgonjwa kwa Yesu. Wanaume hawa wanne walikuwa na lengo. Lengo lao kuu lilikuwa ni kuhakikisha kwamba mgonjwa anafika kwa Yesu. Haijalishi kwa hudi na uvumba, mgonjwa lazima afike kwa nani? Kwa Yesu. Unapoweka malengo katika maisha, lazima uweke njia za kuwezesha kufikia katika malengo. Lakini kama unaweka malengo alafu bila kuweka njia, haitasaidia chochote. Fikiria kwamba kuna timu mbili za mpira zinacheza, alafu hakuna magoli, hakuna zile nguzo mbili. Je, utajua timu gani imeshinda? Ninaongea na watu wanakuwa wameshaondoka. Ndio wananisupport, basi bwana, nitafanyaje sasa? Kama timu mbili za mpira zinacheza na hakuna magoli, unaweza kujua timu gani imeshinda? Kwa hiyo wakati mwingine sisi Waadventista tunaweka magoli katika maisha. Hakuna zile nguzo mbili. Tunakuwa na mipango, hatuna magoli. Tunakuwa na mipango, hatuna malengo. Hujui unalenga nini? Hujui mwaka huu unataka kufikia wapi? Unakuwa kama mbio za panya. Mbio za panya huishia wapi? Sakafuni. Kwa hiyo unapokimbia lazima ujue kwamba ninataka kukimbia kilomita ngapi? Mwaka huu ninataka nifike wapi? Mwaka huu ninataka nilime nipate kiasi gani? Na ili nipate gunia 100, ninatakiwa nilime ekari ngapi za mpunga? Na gharama ni kiasi gani? Nina lengo la kununua gari mwaka huu, nina lengo la kujenga nyumba mwaka huu. Unaweka njia za kukuwezesha kufikia katika malengo. Lakini ili uweke malengo lazima uwe na mipango ya kimkakati. Na ili uwe na mipango ya kimkakati lazima uwe na fikra za kimkakati. Kwa hiyo kama utakuwa na mipango lakini sio mipango ya kimkakati, tayari umeshafeli. Lakini pia kama utakuwa na fikra lakini sio fikra za kimkakati,
hesabu tayari umeshashindwa. Watu wengi wana mipango ila sio mipango ya kimkakati. Watu wengi wana fikra ila sio fikra za kimkakati. Na ili uweze kufanikiwa katika maisha, ni lazima uwe na mipango ya muda mfupi, mipango ya kati na mipango ya muda mrefu. Na wataalamu wanasema kwamba ili kujinasua kutoka katika umaskini, kufikia katika kujitosheleza kifedha, ni lazima uwe na mipango at least, mipango ya kimkakati ya miaka 7. Ndipo unapoweza kufikia lengo lako la kufikia kujitegemea kifedha. Sasa hawa watu walijaribu kupita mlangoni ikashindikana, wakajaribu kupita dirishani ikashindikana, wakajaribu sasa kupita wapi? Kwenye paa. Unapoweka mipango yako, njia ya kwanza inaposhindikana, jaribu na njia ya pili. Njia ya pili ikishindikana, jaribu na njia ya tatu. Mungu anazo njia maelfu za kukusaidia wewe kufikia katika lengo lako. Lakini kuna mtu mwingine amelima tu mwaka wa kwanza, amelima pamba, amefeli, anakata tamaa, sema biashara ya pamba sio nzuri, ili zao lina maana kabisa. Kumbe mwaka huo alilima, hakuwa amejipanga vizuri, hajajua changamoto ya zao ya pamba, ni wadudu gani wanaoshambulia pamba, anatakiwa apige viuatilifu gani, na mbegu apate wapi, mbegu zilizo bora, anakata tamaa. Kumbe angejaribu mara ya pili, mwaka wa pili huenda angefanikiwa. Kuna mtu mmoja alikuwa anakata mti. Alipokuwa anakata mti, kakata mti, mti ukatika mpaka mara 99. Ndio mtu akakata tamaa, karudi nyumbani. Mtu mmoja akaenda polini, akakuta ule mtu umekatwa bado hujakatika, akapiga shoka moja tu, pa, mtu kadondoka chini. Mtu mmoja anaitwa Thomas Edison, inasadikiwa alifanya majaribio ya kutengeneza bulb mara 1999 mpaka mara 10,000. Alikuwa anafanya majaribio, bulb inawaka, lakini inawaka kwa muda mfupi inazima. Anafanya majaribio, inawaka kwa muda mfupi inazima. Lengo lake, alikuwa anataka afanye majaribio kutengeneza bulb inaweka kwa muda mrefu. Na ndiye mtu aliyegundua system ya umeme. Akagundua kwamba ninaweza nikatengeneza bulb, nikamconnect mtu na mtu kutoka kwenye chanzo cha umeme, na watu wengi wakapata mwanga wa bulb. Lakini yule mtu akukata tamaa. Lakini ndugu zangu Waiputi, wakati mwingine umelima mpunga kwa mara ya kwanza, maji yamekuja, mafuriko yamekuja, yamesomba kila kitu, unakata tamaa. Mwaka wa pili umelima mpunga, jua limewaka, ukupata kitu, umepata debe 2, unakata tamaa. Wale watu wangekuwa na roho ya kukata tamaa, wasingefanikiwa kumfikisha mgonjwa kwa Yesu. Wale watu hawakuwa tayari kitu chochote kiwazuie kufikia lengo lao la kumfikia Yesu. Hapo ulipo ndugu yangu mwana kambi, ninakusihi kwa huruma zake Mungu, usiwepo na jambo lolote, usiwepo na kitu chochote, usiwepo na mtu yoyote hatakaye kufanya ukashindwa kufikia lengo lako. Na lengo kuu, the main objective, ni kumwona Yesu. Mke wako asiwe kikwazo na sababu ya kukufanya wewe ukashindwa kufikia lengo lako la kumwona Yesu. Mume wako asiwe kikwazo na asiwe sababu ya kukufanya wewe ukashindwa kufikia lengo lako la kumwona Yesu. Biashara yako, kazi yako isiwe sababu na kikwazo ya kufanya wewe ukashindwa kufikia lengo lako la kufanana na Yesu kwa tabia. Sasa tunatembea katika barabara kuelekea
Kanaani ya mbinguni. Tumeanza safari yetu ya imani. Katikati ya safari kuna vikwazo. Hawa watu walikuwa wanatembea kumpeleka mgonjwa wao kwa Yesu, wakiwa na tumaini na furaha kwamba tutafika kwa Yesu, tutafika katika ile nyumba, tutaingia katika ile nyumba, tutafungua mlango, tutafikisha mgonjwa kwa nani? Wanafika pale, wanakutana na kikwazo cha umati wa watu. Hawakutarajia kukutana na umati wa watu. Hawakutegemea kwamba watu wanaweza kuwa kikwazo. Katika maisha, wakati mwingine mke wako anaweza kuwa kikwazo cha kufanya wewe ukashindwa kumfikia Yesu. Isiwe sababu yako wewe kukata tamaa ukashindwa kufikia lengo lako. Wakati fulani mshiriki mwenzako anaweza kuwa kikwazo cha kukatisha tamaa, lakini haipaswi mtu yoyote kuwa kikwazo cha kukufanya wewe ukakata tamaa katika safari yako ya imani, ukashindwa kutembea ukimsubiri Yesu katika changamoto hizo, eti kwa sababu ya mtu fulani. Huenda ni mzee wa kanisa, huenda ni mchungaji. Kuna watu wengine wameliacha kanisa la Mungu kwa sababu ya vikwazo. Lakini Zaburi 119:165 anasema, wana amani nyingi waipendao sheria yako, wala hakuna la kwazo. Kwa ukikuta mtu anakwazika, ujue ni kwa sababu huyo mtu apendi sheria ya nani? Sheria ya Mungu. Hebu fikiria watu waliotengeneza ndege. Tangu kuzaliwa mtu hajawahi kuona ndege Ulaya. Ameona tu ile ndege ambayo imeumbwa na nani? Na Mungu, inaruka hivi. Akaja na wazo kwamba tunaweza kutengeneza ndege ambayo inaweza ikabeba abiria, ikasafiri masafa marefu, ikabeba na mizigo, ikafika salama. Ukweli ni kwamba wale watu wa kwanza waliokuwa wanafanya utafiti walipoteza sana maisha. Walikuwa hawajagundua kwamba kuna kitu kinaitwa nguvu ya uvutano, gravitation force, kwamba kitu kikienda juu lazima kirudi chini. Watu wengi walikufa. Leo hii tunafurahia kutumia magari, tunafurahia kutumia simu, tunafurahia kutumia pikipiki, lakini ukweli ni kwamba katika kufurahia huko kuna watu walipoteza maisha, kuna watu walikaa maabara muda mrefu wakifanya utafiti, mpaka leo tuna magari, tuna simu, tuna kompyuta. Kuna watu wanakaa maabara miaka 10, miaka 20, miaka 30 wanafanya utafiti wa jambo fulani. Leo tunafurahi, tunakwenda hospitalini, tunapata madawa. Lakini kuna watu walifanya utafiti wa madawa fulani, dawa za malaria, dawa za kichocho, dawa za nini. Lakini leo wewe hauko tayari kuriski maisha yako kwa ajili ya kumsaidia mtu fulani. Leo hii hauko tayari kutoa fedha zako kiasi fulani ili mtu aokolewe. Leo hii wewe hauko tayari kutoa muda wako kwenda kumshuhudia mtu mwingine habari njema na aweze kuokolewa. Leo hii wewe mwanakambi hauko tayari kutoa fedha yako shilingi 10,000, shilingi 30,000 kununua kitabu na kumpatia mtu ili aokolewe. Ila unafurahia kuja kwenye kambi kusikiliza mahubiri na umekunja nne tu, mtu wa Mungu, umekaa kwa raha zako, kwa raha bustani, unasikiliza mahubiri kwa raha zako. Lakini kuna mtu mwingine anapotea dhambi. Na uko tayari kutoa buku 3. Hivi jamani, ukitoa buku 3 kununua kitabu, unaweza kuwa maskini ukafilisika kabisa. Hivi kutoa shilingi 3,000 ili mtu apate kitabu, unahitaji maombi ya kufunga siku 3 bila kula ili upate buku 3. Unahitaji kufunga siku ngapi? Mwezi mzima ili upate buku 3 za kununua kitabu. Ninaongea na watu hao. Wazee wangu, eti kupata shilingi 3,000 inahitaji maombi kweli? Hakuna maombi yanayohitajika. Kwa hiyo utagundua kwamba Waadventista mambo mengi yanayotushinda yako ndani ya uwezo wetu. Mtu ameshindwa kununua kitabu hata kimoja kwa mwaka mzima, anasema mchungaji, naomba uniombee. Hivi inahitaji maombi kweli?
Mtu arudishi zaka na sadaka, anasema mchungaji, naomba tuombee. Mtu hawezi kusoma lesoni, anunue kesho, anasema mchungaji, naomba utuombee. Ili kusoma lesoni inahitaji kuombewa na mchungaji, si ndio? Kununua kitabu cha kesha inahitaji maombi. Ongea na watu hao. Kutoa zaka na sadaka unahitaji semina. Semina zinahitajika. Hawa watu walifanya mambo ambayo ni ya kuriski maisha. Hivyo ukitoa zaka na sadaka 10%, utariski maisha yako. Hilo ni jambo hatarishi, unahatarisha maisha yako. Hakuna. Kwa hiyo utagundua kuna mambo mengi tunashindwa kufanya yako ndani ya uwezo wetu. Lakini kuna wenzetu wanafanya mambo makubwa ya kusaidia jamii wakati ujao au wakati wa sasa kwa kuriski maisha yao. Na sisi mambo madogo madogo tu ambayo sio hatarishi tunashindwa kuyafanya. Sasa hawa wanaume walichukua mgonjwa na kumpeleka kwa nani? Kwa Yesu. Na Yesu ndio tabibu mkuu na daktari bingwa kwa magonjwa yaliyoshindikana. Tunaishi katika dunia inayohumwa. Hivi mtu anapooa mwanamke mwenzake, hivyo mtu ana akili kweli? Huyo mtu si mgonjwa? Sana ugonjwa wa akili. Hivi hata ng'ombe kweli, uishaona ng'ombe kabisa dume anaenda kupanda dume mwenzake? Hata mbwa kabisa jamani, umeshaona mbwa anampanda mbwa mwenzake dume? Sasa tunaishi katika dunia inayohumwa, tunaishi katika dunia iliyochanganyikiwa, tunaishi katika dunia yenye wagonjwa, na Mungu anahitaji wanaume 4. Je, uko tayari kuwa miongoni mwa wanaume 4 ambao wako tayari kumbeba mgonjwa na kumpeleka kwa Yesu? Katika kambi hili Mungu anahitaji wanaume 4 walio tayari hata kuriski maisha yao kuwachukua wagonjwa na kuwapeleka kwa nani? Kwa Yesu. Sisi sote tunaumwa. Hivi jamani, manesi sio ni wauguzi, si ndio jamani? Manesi ya wauguaji. Sisi sote ni wagonjwa, tunamhitaji tabibu mkuu ambaye ni daktari bingwa kwa magonjwa yaliyoshindikana, Daktari Emmanuel. Yesu Kristo mwana wa Mungu ana uwezo kutibu magonjwa aina yote. Haijalishi ni magonjwa ya kiroho au haijalishi ni magonjwa ya ndani. Lakini sisi tumechaguliwa katika kanisa la Mungu kama wauguzi. Jukumu letu sisi sio kuwatibu wagonjwa. Jukumu letu ni kuwachukua wagonjwa na kuwapeleka kwa nani? Kwa Yesu. Kanisa ni hospitali. Kanisa ni hospitali ya wenye dhambi. Kanisani ni mahali ambapo tunapata tiba ya kiroho, spiritual surgery. Tumekuja hapa ili tupone. Tumekuja hapa ili tuponywe. Tumekuja hapa kukutana na daktari. Lakini kwa bahati mbaya, kuna watu wengine wanapopewa dozi wanaamua kunywa nusu dozi. Hivi watapona na kwenda mbinguni kweli? Hakuna. Kuna watu wengine hata wanapokunywa ile dozi wanaona ni chungu, wanatema. Yaani kuna mafundisho hapa yatakayofundishwa, kuna mafundisho yatakayohubiriwa, watu wengine wametema au yataka. Mmoja anasema kanisa la sasa linahitaji watu wanataka mahubiri ambayo ni laini, ya kuchekesha, comedian, wafurahie. Kiongozi ni yule mtu anayewachukua na kuwapeleka watu kwa Yesu. Ila watu wengi kwa dunia ya sasa wanataka mtu anayewachukua na kuwapeleka pale wanapotaka, comfort zone, wajisikie raha, nyoyo imesuzika kabisa. Sio mahubiri ya kusonga dhambi, sio mahubiri ambayo mtu akiyasikia yatagusa dhambi zake. Kama mtu arudishi zaka na sadaka, hataki kusikia ubiri inalohusu zaka na nini? Hivyo mchungaji, kwani umeishiwa mahubiri?
Yaani ukisimama ni zaka tu, zaka tu, zaka. Kwani una mahubiri mengine? Yaani hataki kulisikia hubiri kwa sababu yarudishi zaka na nini? Kwa hiyo anaweza kuja kwenye kambi akarudi na ugonjwa wake, ni mgonjwa anaumwa, anahitaji chloroquine lakini anatamani kupewa Panadol. Kwa hiyo kuna watu wamekuja hapa kwenye kambi, wana magonjwa mengi, wanamhitaji daktari, wanahitaji kupata tiba ya kiroho, wanahitaji kupata dawa stahiki inayohusika na ugonjwa wake, lakini anatamani apewe Panadol. Na sisi hatuwapi Panadol. Wachungaji wenzangu, mtawapa Panadol? Alafu mtoke hapa amesema jamani tumerudi tu na njaa zetu jamani. Kwa kambi hili Mungu ametuita tupate tiba ya kiroho. Na baada ya kupata mafundisho katika kambi hili, tunatakiwa tupate nguvu za kiroho, tuwasaidie wenzetu na kuwapeleka kwa nani? Kwa Yesu. Itakuwa haina maana kama sisi tumekuja hapa, sisi kama wauguzi katika hospitali ya Yesu, tumepata tiba ya kiroho, tumepata nafuu, tumepata nguvu, tumepata utaalamu wa kuwasaidia watu, lakini bado hatuko tayari kutoa msaada kwa watu wengine, kuwachukua na kuwabeba na kuwapeleka kwa Yesu. Lakini kwa bahati mbaya sisi tumeitwa kama wauguzi katika hospitali hii, kuna watu wengine wanatoa siri za wagonjwa. Kuna baadhi ya wauguzi hapa wanatoa siri za wagonjwa. Mashemasi wengine wanatoa siri za wagonjwa. Hawako tayari kuwasaidia watu kiroho na kufunga nini mdomo. Wao wanasema friji lake alifanya nini? Aligandishi. Kuna baadhi hapa wauguzi mafriza yao hayagandishi. Wanatoa siri za wagonjwa. Na ndio sababu hata wakati mwingine washirika wakipata tatizo, anashindwa kwenda kwa shemasi kumweleza shida yake, maana kesho atalisikia mtaa wa 7. Na baadaye jambo litakuja kusikika kwenye kanisa zima. Biblia inasema ndugu yako akikukosa uende ukazungumze wewe na yeye peke. Akikubali umempata, akikataa chukua mtu wangapi? Akikataa chukua mtu wangapi? Asiposikia liambie nini? Kanisa. Lakini mtu anakuja na kwambia mchungaji fulani bwana anatembea na fulani. Mimi na nusu nini? Au wakati wa kibaraza kama walivyokuwa wanafundisha wachungaji. Wakati wa kibaraza cha uchaguzi. Ndio mtu anakuja kutueleza habari za mtu. Kama wewe ulikuwa unajua dhambi ya mtu, ungemsaidia huko biashara ikafanya nini? Kisha sisi hatutaki kujua habari za watu. Za kazi gani zinatuhusu nini? Umejua dhambi ya mtu, malizana naye huko. Usimwambie mchungaji, wala usimwambie mzee wa kanisa. Ni siri yako wewe na Mungu wako. Full stop. Na kama tungekuwa na tabia hii, tungeliponya kanisa la Mungu. Unasikia watu wanasema mchungaji ni jambo limenuka. Limenukaje? Limenukishwa, watu wamekinukisha. Inawezekana mtu alifanya dhambi na mtu mmoja alimuona. Inawezekanaje kanisa zima likajua dhambi yake? Hivyo wakati anafanya dhambi sisi kanisa zima tulikuwepo, tulishuhudia. Ni kwamba kuna mtu aliyelieneza hili jambo. Sasa sisi sote ni wauguzi katika hospitali. Lakini haina maana kwamba hatuwezi kuugua. Lakini kwa bahati mbaya yule mwenye ugonjwa wa mafua anamcheka mwenye kikohozi, na mwenye kikohozi anamcheka mwenye malaria, na mwenye malaria anamcheka mwenye TB. Lakini tunasahau kwamba sisi wote ni watu gani? Wagonjwa. Wote tunamhitaji daktari. Sasa yule anayekula zaka anamcheka mzinzi, mzinzi anamcheka muongo, muongo anamcheka msengenyaji, msengenyaji anamcheka mtu ambaye ni mbea. Lakini sisi wote ni watu gani? Ni wagonjwa. Lakini kuwa mgonjwa haina maana hauwezi kumsaidia mgonjwa wenzako. Mungu ametuita sisi tulio wa dhambi tusaidiane sisi kwa sisi tulio wa dhambi. Watakaofika mbinguni ni wa dhambi waliosamehewa.
Kwa hiyo usimcheke mwenzio ambaye ana tatizo la uzinzi wakati wewe ni mwizi wa zaka na sadaka. Na mwizi wa zaka na sadaka usimcheke mwenzio ambaye ni muongo. Na muongo usimcheke mwenzio. Tusaidiane sisi kwa sisi ili kanisa la Mungu lipone. Jukumu kubwa tulilo nalo ambalo Yesu anatamani ni kuwabeba watu na kuwapeleka wapi? Kwa Yesu. Jambo ambalo Mungu ametupatia kama jukumu la kufanya, ili na wao wakifika pale kwa Yesu, Yesu hawaponye magonjwa yao. Na sisi ambao tunaumwa tunamhitaji daktari. Kwa hiyo wito wangu katika kambi hili, kila mmoja ajitafakari na kujioji moyoni mwake, anaumwa ugonjwa gani na umemwathiri kiasi gani, na ugonjwa anaoumwa ni ugonjwa ambao sio wa kuambukiza au sio wa kuambukiza. Daktari, kuna magonjwa ambayo yaambukiza, lakini magonjwa mengine ya kuambukiza, si ndio? Yaani kuna gonjwa likiingia kanisani linaweza kuambukiza kanisa zima. Unajua nilikuwa mahali fulani wakaona sema kanisa hili ni la wazizi. Ila hapa ifuti hilo kanisa la ndio alipo, ndio jamani. Alipo kabisa. Ndio msema alipo. Yaani mahali fulani ilikuwa na chungu anasema hili kanisa ni la wazizi. Kwenye jamii huko ndivyo wanavyotujua. Sijajua kwamba nyinyi hapa ifuti mnajulikana kama ni kanisa la aina gani. Yaani mnapoonekana katika jamii, jamii inapowaona inawaona ni wagonjwa. Mnaumwa ugonjwa gani? Jamii inapowatazama, je, inawatazama kama watu ambao wako serious kwenda kwa Yesu, watu wanaomhitaji daktari, au mmeridhika tu na magonjwa yenu? Au wewe unapoumwa malaria unaamua tu kumeza dawa bila kujua kama kweli ni malaria au la, badala ya kwenda kwa daktari? Unaweza ukachukua dawa ukameza mwenyewe ukafikiri kwamba ni malaria, kumbe ni nini? Typhoid. Ni lazima tufike kwa nani? Kwa daktari. Kwa hiyo kuna watu wanajiridhisha kanisani, wanajiona kwamba ni watakatifu sana. Wanachukua Panadol na meza, kumbe anatuliza nini? Maumivu na ugonjwa huko pale pale. Kuna watu wanajifariji kusema mimi dhambi zangu sio nyingi sana. Sio kama dhambi za mapanza bwana. Ile mzee kajibu. Umefika kwa daktari, umepimwa, daktari amekuthibitishia ugonjwa wako, kwamba kwa nini tunafanya kulinganisha comparison kwamba mimi na nafuu kidogo? Hapana. Mungu atusaidie katika kambi hii tuweze kuwa watu watakatifu. Mungu atusaidie katika kambi hii tuweze kuwa watu wa mipango. Mungu atusaidie katika kambi hili tuweze kuwa watu wa kuweka magoli. Mungu atusaidie katika kambi hili tunapoweka magoli tuweke njia za kutuwezesha kufikia kwenye magoli. Mungu atusaidie katika kambi hili kila mmoja atambue kwamba ni mgonjwa na anamhitaji Yesu. Mungu atusaidie katika kambi hili tutambue na kukubali kwamba sisi ni wauguzi katika hospitali hii na sio matabibu. Mungu atusaidie katika kambi hili tutambue kwamba daktari ni mmoja tu, na ni daktari bingwa ambaye ni Yesu Kristo. Mungu atusaidie katika kambi hili tutambue na kukubali kwamba tunalo jukumu la kuwabeba wagonjwa na kuwapeleka kwa nani? Kwa Yesu. Mungu atusaidie katika kambi hili tukubali na kutambua kwamba wakati mwingine katika kumsaidia mtu ni riski. Mungu atusaidie na kutambua kwamba katika kambi hili, katika kumsaidia mtu mwingine inahitajika uvumilivu wa hali ya juu sana. Wale watu walikuwa na uvumilivu, waliweza kuvumilia harufu ya mgonjwa. Haja kubwa ni hapo hapo, haja ndogo ni hapo hapo. Katika kuwasaidia wengine inahitajika uvumilivu wa hali ya juu na umakini sana. Bwana alibariki neno lake katika jina la Kristo. Amen. Mchana wa leo ninatoa wito kwa ajili ya kuombea watu wa Mungu
ili tuweze kuukulia wokovu. Na haya mambo ambayo tumeweza kujifunza katika siku ya leo na katika makambi haya, tusiyachukulie katika hali ya kinadharia, bali tuweze kuwatendea kazi katika maisha yetu, yalete badiliko la kiroho. Sogeni hapa mbele watu wa Mungu, tunaposhiriki mibaraka hii ya maombi, tuweze kuomba ili Bwana atende miujiza katika kambi hili na katika makanisa haya matatu yanayounda kambi la Iputi. Tuweze kuwa watu wa mipango, tuweze kuwa watu wa mipango ya kimkakati, tuweze kulenga mambo makubwa. Tusifikirie mambo madogo madogo, tusilenge tu vitu vidogo, tulenge juu zaidi. Tuwe na mipango ya mbele, tuwe watu wenye njozi, tuwe watu wenye maono. Tusifikirie tu leo, tufikirie kesho. Usifikirie Iputi ya leo, usifikirie Iputi ya miaka miwili, usifikirie Iputi ya miaka mitano. Fikiria Iputi ya miaka 50 ijayo. Miaka 50 ijayo, Iputi hapa tulipo unapata picha gani? Ni picha gani unayoiona katika kanisa la Iputi? Miaka 50 ijayo unapata picha gani? Miaka 50 ijayo unaona sura ya kanisa ipo katika hali gani? Na kanisa la Mungu unavyolitazama, unaona kabisa tunatembea kuelekea Kanaani ya mbinguni tukimsubiri Yesu pamoja na changamoto, au tunapiga mark time? Inawezekana tunajidanganya kwamba ninakwenda mbinguni, nitakwenda nikimsubiri Yesu, hali hautembei kuelekea mbinguni. Inawezekana unarudi kinyume nyuma, unarudi reverse badala ya kwenda mbele, au unapiga mark time. Ulikuwa ni mwaminifu, unarudisha zaka na sadaka, na sasa urudishi zaka na sadaka. Ulikuwa unakuja kanisani, unawahi kanisani, darasa la walimu, shule ya Sabato, lakini sasa unakuja saa 5, unakuja saa 6, mhubiri amekaribia kumaliza ubiri, imebaki dakika 5 ndio unakuja. Ulikuwa unarudi vipindi vya mchana, na sasa haurudi tena, umeanza kurudi nyuma, umeanza kurudi reverse. Ulikuwa na support makambi, unatoa sadaka kuwezesha kambi, unatoa sadaka ya shukrani, lakini sasa hutoi sadaka ya shukrani. Unakuja kwenye kambi kwa kuchelewa, hautoi sadaka kuwezesha kambi, na hali unataka kula ubwabwa, tena ukipewa nyama chache unalalamika ukipewa nyama ndogo. Ulikuwa unanunua lesoni, unasoma lesoni, unanunulia watoto lesoni, na sasa haununui lesoni, hausomi kesha, hakuna ibada nyumbani, umeanza kurudi reverse. Inawezekana wengi wetu hapa tumeanza kupiga mark time au tunarudi reverse, na hali tunajidanganya tunakwenda mbinguni tukimsubiri nani? Yesu. Badala ya kumsubiri Yesu unaweza kujikuta unamsubiri shetani chini ya mwembe. Kwa hiyo natoa wito katika jioni ya leo. Kuna watu huenda wanatamani kubatizwa na kujiunga na kanisa la Mungu kwa njia ya ubatizo. Piga hatua moja mbele, sogea hapa mbele. Tutakuwa na ubatizo mkubwa siku ya Ijumaa. Ikiwa wewe ulikuwa ni muumini kwenye kanisa hili na mambo yako hayakwenda vizuri, na sasa unatamani kuanza upya kutengeneza maisha yako, njia zako mbaya unataka kuzitengeneza, kuzirekebisha, uko tayari kukutana na Yesu akusaidie, akutengeneze, uandaliwe kwa ajili ya umilele. Yawezekana ni kijana mdogo uje kubatizwa, na sasa unatamani kujiunga na kanisa la Mungu. Unatoka kwenye familia ya Waadventista Sabato na hujawahi kubatizwa, unatamani kubatizwa kama Yesu alivyobatizwa, sogea hapa mbele. Lakini inawezekana wewe umetoka katika madhehebu mengine, hujapata ukweli wa neno la Mungu, hujajifunza habari ya Sabato, hujabatizwa maji mengi kama Yesu alivyobatizwa, na sasa unatamani kubatizwa kama Yesu alivyobatizwa. Sogea hapa mbele. Kama una ndugu yako, una rafiki yako amekuja katika kambi hili lakini bado ana sita, lakini unatamani aweze kubatizwa, na unafahamu kabisa amekuja katika kambi hili, ni miongoni mwa watu ambao unatamani waokolewe, mshike mkono, sogea hapa mbele ili tuweze kumwombea. Mtu yeyote ambaye ana rafiki yake, ana ndugu yake amekuja kwenye kambi, bado hajapata ukweli wa Sabato, hajapata ukweli wa neno la Mungu, hajafahamu vizuri kanisa la kweli, lakini kupitia mafundisho haya ambapo tunajifunza katika kambi hili amepata ukweli na anatamani kufanya hivyo. Kuna watoto wetu wako kule, huenda katika makambi, tutawaita baadaye, maana mwongozo na kubali watoto wadogo ambao wanatoka katika familia za Kiadventista waliofundishwa vizuri, wamepata dini ya kweli, dini ya Yesu Kristo, nao wanaweza kubatizwa. Kwa hiyo jioni ya leo, wale watoto wetu ambao wamefikisha umri wa kuweza kubatizwa, wamefundishwa vizuri, nao tunawakaribisha, wanaweza kujiunga na kanisa la Mungu.
Kwa hiyo nimkaribishe Pastor Imani Wilson aweze kuombea hawa waliojiunga na kanisa la Mungu. Pastor, karibu. Bwana Muumbaji, Baba yetu, nakushukuru sana kwa jinsi ambavyo unaendelea kwa mwema katika maisha yetu. Sana wa leo tena kupitia mtumishi wako umetuonekania, umesikia neno lako, neno ambalo naendelea kututia moyo ya kwamba kumbe Bwana, wakati mwingine tunaendelea kulia kwa kuona vikwazo, wakati ziko njia maelfu ambazo unaweza kutuokoa. Tusaidie kuziona fursa za wokovu katika maisha yetu. Tusaidie kuona fursa za mafanikio katika maisha yetu. Kupitia neno lako tunaona jinsi ambavyo watoto wako walipomleta mgonjwa wakiwa wanahitaji kukutana nawe, jinsi ambavyo kutano halikuruhusu kuweza kukutana nawe, lakini walitumia njia nyingine kwa ajili ya kuweza kukutana nawe. Nakusihi Bwana, katika maisha yetu tangu sasa, wakati mwingine tumeendelea kuona uchumi, hali ni ngumu katika maisha, lakini kwa sababu ziko njia ambazo tunasema hizo ndizo tulizozoea. Nakusihi kwa namna ya pekee ututoe katika mazoea, sasa tukasonge mbele kwa ujasiri kwa ajili ya kutumia kila fursa uliyoiachilia katika maisha yetu. Tuwezeshe kuwa washindi pamoja nao. Katika mchana huu leo tunakushukuru kwa namna ya pekee kwa jinsi ambavyo watoto wako hawa watatu ambao wamekubali kutoa maisha yao kwako kwa njia ya ubatizo. Wamekubali kuachana na dunia na kuungana nawe kwa njia ya ubatizo Yesu, na tusihi kwa namna ya pekee ukazidi kuwa pamoja nao. Roho wako Mtakatifu akazidi kusema nao, akazidi kuwaimarisha. Tangu sasa endelea kuwafanya kuwa baraka katika familia zao, lakini kuwafanya baraka ndani ya kanisa lako. Sasa ambao tulibatizwa zamani, tumesikia wito wako ukituita kuzidi kuja kwako, wewe uliye tabibu mkuu, ya kwamba tupo ni kweli, lakini yako magonjwa yanayoweza kutuandama. Tupo ndani ya hekalu lako, lakini yako magonjwa yanayoweza kuwa ya mlipuko na yakaathiri maisha yetu. Tunakimbia kwako Yesu uliye tabibu mkuu, katugange katika changamoto zetu zote. Zaidi ya yote tukawa wenye afya njema katika maisha yetu. Mali yako na upendo wako vikawa pamoja nasi. Patia wakati mwingine tena wa kukaa miguuni pako. Mtumishi wako Mchungaji Mumbara, endelea kumtumia kwa utukufu wa jina lako. Hata kambi hiyo linapomalizika, kila mmoja ndani ya moyo wake akaone badiliko la kweli. Kila mmoja akashuhudia kwamba hakika Bwana amekutana nawe. Neema yako na upendo wako vikatufunike. Amani itokayo kwako ikazidi kuwa faraja katika maisha yetu. Naomba na kushukuru katika Kristo Yesu. Amen. Karibu kanisa.